stoa ndani ya chakula, ndani ya nyumba wana mastoa za chakula. Alafu ikiwa utashindwa kutoa zakatul fitri, saumu yako inaingia, ni kupoteza, utakuwa umepoteza. Waislamu, utumike mwezi mzima, alafu siku ya kiyama kwambie saumu yako haikufika kwa kitu kidogo tu cha zakatul fitri. Na zakatul fitri hii الذي جعل شهر رمضان شهر مبارك حق فيه الهدايا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى بعد اجتهاد والبسملة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. Ama baada miaka mingi, ili watu waweze kumwelewa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni tamko gani? Tamko la tauhidi ambalo kila Muislamu lazima ulishike kwa moyo wako na kwa kiwiliwili chako, lazima ulishike. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man kana la ilaha illallah mukhlishan dakhala janna. Na profesa wetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufunza ya kwamba yule yeyote ambaye akasema la ilaha illallah kwa moyo mzuri, bila shaka ataandikiwa janna. Na la ilaha illallah maana yake ni kwamba hakuna mola wala hakuna Mungu anayepaswa kuabudiwa, anayepaswa kutegemewa, ukweli wa kutegemewa ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu. Na inakuja inasindikizana na qadar Allah, khairihi wa sharrihi na madha. Bimaana ukipata chochote kile unakipata, iwe ni kheri, iwe ni furaha, iwe ni huzuni, ila Allah. Nashukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye bila shaka ametuletea mwezi wa 9 wa Hijiria, ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bila shaka tumeudiriki toka mwanzo, leo 24 kama sikana, kwa majaliwa yake Allah subhanahu. Na hii mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajasonga mbele alisikia amina 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 mara 3. Ndugu yangu ambaye umebahatika
Mwezi mtukufu wa Ramadhani umeanza mwanzo leo 24. Angalisho, usiwe miongoni mwa watu ambao Nabii sallallahu alaihi wasallam alikubali kwamba lanatullah, lana ya Mwenyezi Mungu juu yao. Na miongoni mwa wale watu ni wale ambao mwezi mtukufu wa Ramadhani umewakuta hali ya kuwa wana afya, hali ya kuwa wako ndani ya mji, hakuna kizuizi chochote, alafu ikawakuta wao ni hai, alafu ukaanza mwanzo mpaka mwisho hawakuweza kupata msamaha ndani ya ile mwezi, ama ndani ya mwezi yenyewe ndani yake. Mtume akasema amin. Kwa sababu gani? Alijiwa na malaika Jibril, akamwambia Mwenyezi Mungu ameandikia lana yule yeyote ambaye mwezi mtukufu wa Ramadhani tamkuta yeye ni hai na ana afya zake, ana uwezo wake, alafu ikaanza 1 mpaka 30, bila shaka hakuna mabadiliko, angali ule ule kwa mwaka jana Muharamu mpaka mwaka mzima, angali muko usiku. Kwa hiyo ndugu zangu wa Muislamu, lazima tumshukuru sisi ambao tumebahatika miongoni mwetu, hasa hapa Bukere, wala tuseme Chakatu, hatujapata msiba, hatujapatwa kuitwa kwamba fulani bin fulani inalingasha labda kose kama ma village hawajatupa ripoti, lakini ripoti za Chaka, za misikiti yote ya Chaka huwa tunazipata kila siku. Lakini ndugu zangu, kuna wale ambao wameanza tariki 1 za Ramadhani, kuna wengine watoto wamebaki yatima, kuna wengine wabwana wanabaki bila wabibi, kuna wabibi ambao wamebaki wajane, kuna marafiki ambao wamekosa marafiki wao. Kwa ushahidi wa leo Irani, tutembelee Irani hata kwa mitandao, Waislamu wenzetu Wasuni na Mashia wanachangana huko huko, lakini pindi bombe inakuja ichague Msuni, ichague Mshia, haichague mrefu, haichague mfupi, Waislamu wanakufa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kinatufunza nini Waislamu? Kwa ndugu zangu wa Waislamu, kabla hatujaporomoka, na wasihi bila shaka, bila kujisahau nafsi yangu, sisi wote pua inaona chini, imana inanusa kaburi, macho hata ikitembea. Kuna watu leo wanaona kwenye watazikwa, siku wanakufa, tujusiki hapa tuziki hapa, na hali ya kuwa tunapaona. Ndugu zangu, muogope Allah subhanahu. Tujiulize mimi na nyinyi, tumetoka wapi? Tunaenda wapi? Sheria ya Muumba wetu aliyetuumba tumeishika hasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Hapo Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya ambazo tunazisoma sisi wenye kuzijua na nyinyi wenye kuzisikiliza, ingekuwa kwa kweli tunazipata kwa kuzifuata, tunatii ukweli wa kutii, bila shaka Mwenyezi Mungu angetuandikia riziki kama vile ndege zinaruzikiwa, hazilime, hazipalilii, hazina tabu yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anatuambia hivi, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tukatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ninasema kwangu
ni kisu cha upande mbili, na wewe inakukata. Inasema nini? Enyi mlioamini, ogopeni Mwenyezi Mungu ukweli wa kumwogopa. Kamwisho, ili mauti isikufike, wale kalifika hali ya patuko musuma kafaru suma aminu suma kafaru suma aminu. Huko mambo ya jeuri, hata tunafanya jeuri kwa Mungu wetu aliyetuumba wabashi, anayetugawia pumzi ambayo haigawiki. Hata wadokta wanashindwa kugawa pumzi, oksijeni ndio wanaishia, na mwisho wakienda chunguza kwa oksijeni wanakusa hapa, anasema ina lilaji. Pumzi ambayo hata wakurugenzi wa presidenti wa vilaji walishindwa kuinunua Ulaya, waliwarudisha hali ya kuwa ni mzigo. Hawezi tena kuona, kusema na kutembea, wanafunga kama furushi. Kwa hiyo kuna aya ambayo ningependelea baada ya kukiri kwa moyo wangu na kutamka kwa ulimi wangu kwamba bila shaka hakuna Mungu mwingine kwa Mwenyezi Mungu mmoja tu ambaye yeye ndiye alianzisha mwanadamu, na mwisho mwanadamu atasimama mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, huku akihojiwa. Ndugu zangu, mwezi wa Ramadhani ulipotoka, ulipokeaje? Uliishi kwa siku 30 namna gani? Isikome hapo ujana inakanganya. Ujana tutaulizwa. Mzee, wazee wenzangu, tutaulizwa ujana. Leo unasema ningekuwa kijana kama ningeswali sana. Siku nilikuwa kijana nilikuwa hivi. Kwa ujana Mungu. Ningekuwa kijana mimi ningekuwa nasaidia watu. Siku ya ujana wako, memory yako ikitumika vizuri, ukuona watu vijana wenzako wanafariki. Kwa hiyo ndugu zangu wa Muislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya ambayo ningependelea itufunze mwanzo, Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura Hujurat, wanaojua wanaielewa aya 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema bata kujikinga kwake kutokana na mwovu Ibilisi, ambaye hajapenda hata siku moja mwanadamu afikie jambo la kheri. Anasema ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa waja'alnakum shuhada wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Aya tunajifunza ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala aliambia watu wote, anatukumbusha wewe Muislamu uwe nje ya Uislamu, yaani uwe ambaye hutakuwa Muislamu, yaani mwanadamu. Anatuambia bila shaka sisi ametuumba kutokana na watu wawili. Hakuna aliyetokea kumnyama. Mnyama anazaa mnyama mwenzake, mti inazaa mti mwenzake, kidudu kinazaa kidudu chenzake. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa anafikiria, anasema ametuumba kutokana na watu wawili, mwanaume na mwanamke. Alafu sasa sisi wote tunatokana na mwanaume na mwanamke, uwe mama uwe baba, uwe kijana uwe binti. Alafu anatuambia akatujalia mataifa tofauti tofauti, Mnyarwanda, Mkongomani, sijue Mwarabu, sijue Mzungu, Mwafrika, ana kadhalika, kama vile tunajua kila mtu na nchi yake. Alafu akasema ya kwamba
Nande, huyu sijue nani, kila mtu na kabila lake. Lakini akatwambia kitu ambacho tunatafuta ndani yake, inna akramakum inda Allahi atqakum. Kwa hakika mbora wa mzungu, wa Mwarabu, wa Mwafrika, mbora wa kabila, mbora wa nchi ni yule anayemwogopa lillahi, ni yule anayemwogopa Mwenyezi Mungu. Anatukataza kwa hiyo usijivune kwa ukabila wako, usijivune kwa elimu yako, usijivune kwa usofao yako, mali na kadhalika. Jivune kwa ajili ya uchamungu. Masikini asiyekuwa na viato, ikiwa atamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa atamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ni bora kuliko matajiri wa dunia. Mwenye elimu hata atakuwa na elimu zake, lakini hana uchamungu, elimu zake zitamfaa. Kesho siku ya Kiyama kapambana na maulizi. Kwa ndugu zangu waaminifu wa Islamu, sasa uchamungu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha kwamba ni kitu cha thamani, tukitafutie wapi? Ndugu yangu, uchamungu utafutie wapi? Na ni kitu ambacho kinakuja kuleta thamani kushinda Mwarabu, kushinda mzungu, kushinda mwenye mali, kushinda sijui mkurugenzi fulani, kiongozi fulani. Sasa uchamungu, mchamungu ndio akaja kuwa mbora mbele ya lillahi. Sasa uchamungu lazima tutafutie kwa hii aya ambayo tulitangaza. Nini Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia? Anatuambia ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, mumelazimishwa kufunga saumu kama vile waliotangulia. Mwenyezi Mungu hakutudharau sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huku anatufunga na kukumbusha kwamba na waliotangulia walipewa hii nguvu ya kufunga. Sasa kwa mwishowe anasema ya kwamba Mwenyezi Mungu anatupenda wallahi, mpaka anatuonyesha njia ambayo uweze kujijenga na kufaulu. Sasa tuandikiwe ucha wema, tuandikiwe watu wa pawa, kama vile tunatoka kusikia mtu wa pawa ni yule mwenye kumwogopa lillahi, mwenye kumwogopa Allah. Sasa la'allakum tattaqun, mfunge saumu, ukweli wa kufunga ili mupate ucha Mungu. Sasa tunakuja funga saumu. Ni kufunga, utafungaje? Kufunga inakuja kama vile tuliambiwa maijima zilizopita na madarasa fulani zimetolewa ya kwamba kufunga ni kufunga kula chakula chako hali ya kuwa unajiona tena kizuri kitamu toka hapo majini kuingizana mpaka jua kuzama. Huku kufunga ni kufunga kunywa vinywaji vyetu. Kuna watu wana mafumichi, mune ndani muna maziwa, mune ndani muna soda, mune ndani muna maji mazuri, muna juisi nzuri, lakini unazifunga kuzitumia kwa kuogopa Allah subhanahu. Na ifunga, tukiifunga vilivyo, inatulinganisha sisi wahitaji. Kuna mtu ambaye hajashinda njaa wala hajalala njaa mwaka mzima, kila kitu yeye kwake ni rahisi kwake, hajaweza hata siku moja kushinda njaa. Kwa hiyo ukishinda njaa bila kunywa maji, bila kunywa maziwa, na maskini hivyo sisi wote tunakuwa hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu wa Waislamu, tatizo
inakuja kwa sababu kuna watu wenye kufunga kula chakula, wanafunga kunywa maji, kunywa vinywaji vyao, lakini ndimi zao ni sana ulimi. Ndimi zao hazifungi, zinabaki zinasengenya, zinabaki Allahu Akbar, mambo magumu, kutukana, hasa kwa wamama. Mtoto mmoja kaletewa mbele ya Profesa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mzazi akamwambia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu mtoto wangu nikimwambia hiki yanaleta hiki, nikimwambia kaza na anasema kaza, nikimwambia hiki mtoto wangu asikii. Profesa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, pindi ulipomzaa umemfanyia hakika? Eti ndio nimemfanyia hakika. Pindi ulipomzaa ulimwita jina nzuri? Tulimwita jina nzuri. Unamlisha chakula cha halali? Ndio namlisha chakula cha halali. Sasa anapokushirikisha wewe, huwa unatumia matumizi gani? Wanamwambia wewe yuko wewe bumbafu, wewe kiwewe, wewe sijui nini. Subhanallah, akamwambia wewe peke umeharibu mtoto wako. Hasa kwa wamama, mtoto ikiwa atakukera, sababu nyinyi hasa ndio walezi wa watoto. Sisi wa baba ndio wa kusunguka kuume kusoto, nyuma mbele. Mtoto hata kikusirikisha, hapana kumwambia wewe imbwa, hapana. Hapana kumwambia wewe kibumbafu, hapana. Hasa ndani ya mwezi wa Ramadhani, tulinde ndimi zetu. Kuna watu leo wanafunga, hawafungi masikio, huku wako kuna nyumba za watu. Wanasikiliza. Funga hiyo haisi. Kuna watu leo mikono yao kuna kusaharamu. Wallahi wa bilahi naambia na kusaharamu dhulma. Wala nakusa mwanamke ambaye sio wa kwake, miguu ikinatembea fasi ambapo ni haramu. Hasa ndani ya siku 10 hizi za mwisho, kujihadhari ndugu zangu wa Uislamu. Kama hatutafunga ukweli wa kufunga, sasa upate ile fursa leo tufunge inshallah. Mikono yetu hakikisha kama ni salama na amani kwa ndugu zetu, kwa Waislamu na wasio kwa Waislamu. Ndimi zetu tuzifunge, ukweli wa kufunga ziwe usalama na amani kwa Waislamu na wasio kwa Waislamu. Miguu yetu, mikono yetu na roho zetu ziwazie wa ndugu zetu. Nani ameshatoa sadaka? Mkono yako umesha kugusa kidogo ukapatia mwenzako, umefuturisha wangapi? Kwa hiyo ndugu zangu wa Muislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anatupigilia tena sasa ndani ya siku 10 hizi za mwisho, anatuambia inna anzalnahu fi lailatil qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khayrun min alf shahr tanazzalu almalaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Nini Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa watu sana? Mwenyezi Mungu kupitia mwongozo anatuambia kwamba bila shaka Qur'an kitabu chini, bila shaka ndani yake ndio katiba ya Muislamu. Kama kuna tatizo yote, angalia ndani ya Qur'an. Kwa hiyo anatuambia imeshuka ndani ya usiku wa heshima. Na ni kipi kitakudumisha usiku huo wa heshima? Mwenyezi Mungu anatuambia na tujibu tena, anatuambia usiku huo wa heshima ni usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000. Wanazuoni wamepiga hesabu, hata wewe kupiga hesabu unakuta ni miaka 80 na zaidi na tatu, kama sidanganyiki. Maana yake ukijaliwa kupata usiku huo ukafanya ndani yake ibada, kama vile kuna watu wanajaliwa inshallah Taala kufanya itikafu msikitini, na ikataza kufanya kwako nyumbani, ukaamusha mke wako na watoto, alafu mkafanya ibada, mkibahatika ama tukibahatika
ukipata usiku huo unapata fadhila, unapata heri za miaka 80 na zaidi. Kati yetu nani atafikisha ile umri? Na ukifikisha ile umri utakuwa ngapi na utakuwa kama kijana? Hii ni fursa kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiye anatuambia kwamba siku hiyo wa malaika wanashuka na Jibril, wanashuka kila mlango wa ummati Muhammad wanafika. Ole kwangu, ole kwako, wakikuta wewe Ramadhani hemo ndani ya nyumba yako, musala hamuna, hata domoro ya kushikia uza hakuna, nakuta zinaa hemo ndani yake. Leo kuna watu wangali mpaka nikaa hakuna, wangali muharibifu, wanakuta miziki ndio ndani yake, miziki. Allahu Akbar. Alafu sasa huku mbele wallahi hapa mgwa hiyo ndio ulipoteza, na sijue kwamba tena utapata siku kama hizi mbele huku. Nani anajua kwamba tafikisha Ramadhani mwaka kesho? Nani anajua? Kwa hiyo ni amani na usalama mpaka alfajiri. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tushtakie amani kwa kufanya ibada na kwa kumtii Muumba wetu. Itakuwa ni uzuri wa maji wa bilashi mahadhara. Haujue kwenye kunaelekea mpaka ungani na korojo zako zitaisha siku gani? Na umri wako unakwenda, umri wangu unakwenda. Hivyo fursa ya kutengeneza Uislamu kutengeneza. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia inna Allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Katika dunia hii ambayo tunaishi ndani yake, na sisi kama viumbe vya Mwenyezi Mungu, anapendelea watu wa Mungu, anapendelea mtu mwenye kujisafisha na mtu mwenye tubu ila Allah tawbatan nasuha. Astaghfirullah innahu huwa tawwabur rahim. Astaghfirullah. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi ta'ala faqad faza al-muttaqun. Ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Anas radhiyallahu anhu يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفعه إلا بزكاة الفطر. Yani hii ni hadithi kutoka kwa Anas radhiallahu anhu ya kwamba alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, yakulu shahru ramadhana mu'allaqu baina samai wal ardi wala yarfa'u illa bi zakati fitri, ya kwamba Nabii sallallahu alaihi wasallam alizungumza ya kwamba saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, yoyote yule atakuwa amechaliwa hata kuifunga kwa kweli, alafu hakutoa zakatu fitri, ikafika muda wa kutoa zakatu fitri, alafu yeye akawa hakutoa zakatu fitri hali ya kuwa ana chakula, saumu yake inaninginia baina ya mbingu na ardhi. Kwa hiyo ndugu zangu wa Muislamu, hii ni zakatu fitri ambayo ni lazima. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifaradhisha sana, atuhimiza sana kutoa hii zakatu fitri, mwanaume, mwanamke, mkubwa na mdogo, maadamu utakuwa una ile chakula ya kula siku ya Idi na
unabakilisha. Leo kuna watu wana mapesa, kuna simu zao nini na banga stoa ndani ya chakula, ndani ya nyumba wana mastoa za chakula. Alafu ikiwa utashindwa kutoa zakatu fitri, saumu yako inaingia ni kupoteza. Utakuwa umepoteza Waislamu. Utumike mwezi mzima, alafu siku ya kiyama kwambie saumu yako haikufika kwa kitu kidogo tu cha zakatul fitri. Na zakatul fitri hii inamaanisha ni chakula kinacholiwa ndani ya mji wala unachokula, kibaba ya chakula saa moja ambayo inalingana na kilo 2.5. Kama ukiwa na chakula, alhamdulillah, ulete kutokana na hesabu ya watu wako. Ikiwa unaona kubeba chakula itashindikana, basi leta pesa, na tumeandika kilo 2.5 na pesa yake, kilo 2.5 na pesa yake. Ni wewe mwenyewe kujichagulia. Ikiwa unakula mchele, leta mchele. Ikiwa unakula maharagi, leta maharagi. Chakula unachokula maadamu kiwe kinaliwa ndani. Kwa ndugu zangu wa Muislamu, hii zakatul fitri inakuja kupewa kama vile leo wale wafungaji ambao wamefunga, wa juu na wa chini, yaani maskini na tajiri, kiongozi na maamuma, sisi wote ili kumunguji. Njaa inatuuma sawa sawa. Kwa hiyo inabidi siku ya Eid al-Fitr wale ambao hawana uwezo wa kupata chakula wasinungunike, wasitege tena mikono kwenda kuomba, wasiombeombe. Itakuwa ni shida kwetu Waislamu. Kwa hiyo ndio kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala atuambia maneno makali, akatuambia kwamba araaita alladhi yukazibu bidin fadhalika alladhi yad'u al-yatima wala yahudu ala ta'amil miskin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, je, unamjua yule ambaye anakadhibisha dini, asiamini malipo ya kesho siku ya kiyama, asiamini kwamba kesho atasimamishwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu leo wanafanya ziaka, wanazali wakifa basi watabaki watakuwa vumbi. Subhanallah, ulitoka wapi? Maji natoka kama mwanadamu, maji ambayo hawezi tia kwa kijiko yanywe. Leo unapanda mbegu, inaota, inaleta matawi na maua na kila kitu, unasema utafuka. Mwenyezi Mungu atakuondoa ndani ya kaburi, alafu na atakwambia ikra kitaba, soma kitabu. Ndio anatuambia kuna watu wanakadhibisha dini, wasiamini kwamba watafufuliwa, alafu wanawasukuma mayatima. Wala yatima hajawahi kuja kwa mikono yako, wala yatima hajawahi kukaa kwa nyumba yako, wala yatima hujawahi kumpangilia hata nguo. Tuko tunaomba nguo, kuna watu wako wanakuja, imani tupatie nguo, tunawapa nguo zenye zinatoka kwenu, kwetu, tuko tunazigawa, sababu tunaepa kitu ambacho tuliwahi kushuhudia. Waislamu, mama mmoja aligawia yatima nguo. Alipomgawia nguo, kumbe hakuelezea watoto wake. Yatima alipovaa nguo, Allahu Akbar, anatembea kwa soko, watoto wa ule mama walimuona ule kijana yatima mdogo miaka 11, walimkimbilia wakamvamia, wakamtoa nguo. Toa nguo yetu, wewe uliiba. Wakamvamia, wakamtoa nguo. Maskini huyu mama aligawa nguo kwa nia nzuri, lakini hakuweza kuelezea watoto wake. Na sisi hivyo hivyo, tukigawa nguo tuhakikishe kwamba tumewaambia wake zetu, watoto wetu, jingo na itoa kwa ajili ya kazi. Huyo mama tulipompa ripoti, alisafiri kwenda Kampala, anunua nguo mpya akaletea maskini, akaletea yatima.
Kwa hiyo nani alimkaribisha yatima? Sasa mkaribishe kupitia zakatul fitri. Leta tugawie wa maskini na wale ambao hawataki kukana wa maskini. Bila shaka wallahi wa billahi, siku ya kiyama hakuna tajiri, hakuna maskini. Fanya leo, utaifanya kaburini, utaifanya kesho siku ya kiyama. Namalizia nikikisihi nanyi nikiwasihi na wote ambao wamenisikiliza, tukumbuke ya kwamba leo tupo, kesho tutakuwa, na kama kesho tutakuwa, tutaacha mbegu gani? Maskini atakuwa ameonja kwa chakula chako, mjane atakuwa ameonja kwa amali zako. Ni kitu gani kitabaki kikushuhudia? Baba alikuwa akipenda hivi, mama alikuwa anapenda hivi, hata na majirani zetu shahidi ni mashahidi. Kama tunaokoa moto kwao, kama tunaokoa moto kwetu, wala tu mashahidi. Kwa hiyo inshallah taala tutoe zakatul fitri, tufunge kwenda kufunga, tuombe msamaha kwa wale tuliyokosea. Ndugu zangu, Mungu wetu ni kidogo, ayama maaduda. Mwenyezi Mungu atuambia siku 30 ni kidogo, bora tumezianza. Yule mwenyewe alikuuzia leo anaomba. Sasa najua vile umri wetu umeenda ni mdogo sana. Waislamu, umri wetu situdanganye na tunaujua. Nani anajua kama nitaishi miaka 60, miaka 100? Nani anajua? Na hata uishi miaka sikufa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, naomba Allah subhanahu wa ta'ala kujalia kila la kheri, kila shara kwa kushia. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa azabad dunya wa azabal akhirah wa azabal qakhara wa azabal fitna wa azabal zambi. Mwenyezi Mungu tubariki siku ya leo. Mwenyezi Mungu ni kheri kwetu, utuandikie somo zetu zikubali, utuandikie ibada zetu zote ambazo tunafanya. Mwenyezi Mungu ya swala na sadaka na mengineyo, tukubalie ya Rabbul Alamin. Isikumie kwetu Mwenyezi Mungu dua hii ya Rabbul Alamin, dunia nzima iwafikie Waislamu, wanaume na wanawake. Mwenyezi Mungu tizama na macho ya huruma wa Iran, tizama na huruma Waislamu ambao wanaishi Iran. Mwenyezi Mungu waokoe na kidhibiti hao watu ambao wanafikia Uislamu. Mwenyezi Mungu na sisi wote tuokoe ya Rabbul Alamin, kutokana na njama zao, kutokana na fikra zao, kutokana na chuki zao. Mwenyezi Mungu tujalie ushindi, ututetee, ulivyomtetea Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu tunakuomba na ndani ya mji wetu huu weka amani na kila la kheri, na ujalie wa ndugu zetu ambao wamesafiri nje ya Afrika, ujalie ya Rabbul Alamin, uwape nguvu za kufanya kazi. Mwenyezi Mungu na uwape nguvu ya kuweza kukukumbuka, waweze kukutaja na kukushukuru na kukupa mtuko mzuri. Mwenyezi Mungu watuwe kama Ulaya, Mwenyezi Mungu yako na Afrika ni yako. Mwenyezi Mungu wape huruma ya kutusikilia huruma sisi ambao tunabaki wanyonge, huku wengi wetu wanategemea UNHCR hakupotea yako. Mwenyezi Mungu wetu, wengi wetu wajane, mayatima na kadhalika wanategemea OPM haina uwezo. Mwenyezi Mungu tunakuomba wale ndugu zetu ambao wamejaliwa kwenda nje wajaze huruma, waweze kuchangachanga kiasi, waweze kulisha wanyonge. Mwenyezi Mungu tunakuomba huruma, utuhurumie, usitutese kutokana na yale tuliyotanguliza. Mwenyezi Mungu jaza huruma baina yetu, na ujaze huruma kwa wale ambao wanatuzidi kipesa ya Rabbul Alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimu salata inna salata aqimu salata. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Naam, alhamdulillah.
Ijumaa ya leo imepita kwa amani na salama. Pasipo amani na salama, Ijumaa haingelipita vizuri. Tumepata mada, tumekumbushia hiyo aya wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Tukumbushe, na hiyo kumbusho ndio itawafaa wale walioamini, na tumepata ukumbusho. Ramadhani naondoka, tuendelee kupendana, hiyo mahaba na mapenzi iendelee, na tutoe nini? Zakatul fitri. Hiyo zakatul fitri ipate kunyanyua sasa siyamu zetu, kwa sababu kwa muda kama na huu siyamu inalingania baina samawati wal ardh, katikati ya mbingu na ardhi. Inabidi tutoe fidia ili somo zetu zipate paa mbinguni kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Tumekumbushwa mengi, tunaomba dua, tunaswali kwa sababu ni mwezi wa Ramadhani. Alafu badala ya Ramadhani, kwa wale ambao kwamba wanakuaga na abudu mwezi wa Ramadhani, watakimbia tena misikiti. So tunawahimiza wote wasikimbie, waendeleshe kuswali, wafanye matendo mazuri ili wapate kufaidika kesho. Kama na huu hakuja kuwa program hata moja, iwe salama iwe tauhidi, hakuja kuwa program hata moja. Huenda tutapata program wakati tutakusanyika sote, ndio tutapata program, lakini kwa muda kama na huu hakuna hata program moja. Huenda kila mtu atafuturia kwake. Ngoma ya Kwetu TV ni channel yetu na tunaipenda sana, na tunaomba Mwenyezi Mungu aendelelee kujalia wewe Ale Idrisa Le Padri uendelee kusambaza baadhi ya habari fulani fulani za hapa kwetu Chakatu na kando kando, hususan yetu sisi Waislamu. Itakuwa bora zaidi, kwa sababu hapa sisi Waislamu tuna mashida mengi sana na matatizo. Uenda kwa kusambaza habari zetu sisi Waislamu tutafaulu kutokana na Ngoma ya Kwetu TV. So pongezi sana, uendelee usichoke inshallah. Na kuhusu pia jinsi ya kuishi na watu hata siyamu ikipita, namna gani tunapaswa kuishi na wale waliokuwa na kitu na wasiokuwa na kitu, jinsi ya kutoa sadaka, jinsi ya kupana, jinsi ya kupendana zaidi. Alitufundisha mambo mazuri, akatufundisha pia umuhimu wa zakatul fitri, akatufundisha umuhimu wa kusindikiza siyamu na sadaka ili iwe miongoni ya kuvuta madhambi na kufanya siyamu zetu zipokelewe vizuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Ijumaa leo kweli tulikuwa wenye kufurahi, alhamdulillah. Kuhusu raidi bado hakujakuwa mpango yoyote, ila tunatarajia ama tunasubiria kuona mipangilio itatoka kwenye office pamoja na watu wake kama watapangilia namna gani, lakini kwa sasa hatujajua kitu. Ngoma ya Kwetu kabisa ni kitu kizuri ndani ya muji, kina edifie, yani kinaleta kitu yenye inasema kusambaza mahabari. Pasipo Ngoma ya Kwetu hatutajua kama nini lipitikana huku, nini lipitikana huku. Wenda na leo Ngoma ya Kwetu inafika kwetu si Waislamu, kila Idi tunakuwa nao, kila Idi wanatuzogelea na wanakuwa wenye kutupatia hope ya kuonesha ya kwamba Uislamu wa kwetu unatembea mahali pengine. Yani ambaye anaongoza Ngoma ya Kwetu tunamshukuru na tunamtakia kila la kheri inshallah. Naam.